na tulikuwa na mambo matano kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuwepo Ijumaa iliyopita. Tulikuwa na mambo matano. Tulisema kwa nini tunafanya ibada za njia ya msalaba. Jambo la kwanza tuliona ni kukumbuka mateso ya Yesu Kristo. Jambo la kwanza kwa nini tunafanya ibada ya njia ya msalaba ilikuwa ni kukumbuka mateso ya Yesu Kristo. Lakini jambo la pili tukaona ni tunafanya kwa sababu ya kuimarisha imani. Tunafanya ibada ya njia ya msalaba kwa sababu ya kuimarisha imani yetu. Lakini jambo la tatu tukaona kwa nini tunafanya ibada ya njia ya msalaba. Jambo la tatu lilikuwa ni kujifunza uvumilivu na unyenyekevu kama Kristo alivyokuwa mvumilivu na mnyenyekevu. Jambo la tatu la nne tujifunza kutubu na kubadilika. Tunafanya njia ya msalaba kama sababu inayotufundisha, inayotukumbusha kutubu na kubadilika. Jambo la tano tulijifunza kwa nini tunafanya ibada ya njia ya msalaba ni kuungana na kanisa lote duniani kwa ajili ya ibada hii. Tukasema njia ya msalaba dunia nzima, ibada haibadiliki na sala hazibadiliki. Tukasema ni wakati kanisa linawaunganisha Wakristo wote ulimwenguni katika sala na ibada kwa kipindi hiki cha Kwaresima. Sasa leo natamani tujifunze nguvu ya msalaba. Natamani tujifunze nguvu ya msalaba, na tutaongozwa na kitabu waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ile aya ya 18. Waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho, waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya kwanza ile aya ya 18. Maandiko yanasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisikilize kwa dakika chache, sababu muda wetu umesogea sana. Nisikilize kwa dakika chache. Kama tulivyoona na tulivyojifunza ya kwamba msalaba ulikuwa ni alama ya aibu na yenye maumivu. Msalaba ilikuwa ni alama ya aibu na maumivu. Lakini kupitia Yesu Kristo msalaba ukawa alama ya ushindi. Yaani kutoka kuwa alama ya aibu na maumivu ukaja kuwa ni alama ya ushindi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kutoka kuwa alama ya aibu na maumivu ukaja kuwa alama ya wokovu. Kutoka kuwa alama ya aibu na maumivu ukaja kuwa alama ya tumaini. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msalaba tumetoka kuzungumzia kwa tafsiri ya zamani, ilikuwa ni alama ya aibu na maumivu. Lakini kwa sasa msalaba ni alama ya ushindi, ni alama ya wokovu, ni alama ya matumaini.
Kwa hiyo tunapotazama msalaba tunaona ushindi. Tunapotazama msalaba tunauona wokovu. Tunapotazama msalaba tunaliona tumaini. Bwana asifiwe. Amen. Sijui mwenzangu, unapotazama msalaba unaona nini? Muulize jirani yako, unapotazama msalaba unaona nini? Inawezekana kwamba unaona kwa mtazamo wa zamani. Unapotazama msalaba kwako wewe ni aibu. Unapotazama msalaba kwako wewe ni maumivu. Unapotazama msalaba kwako wewe sijui unaona nini. Lakini tunapotazama msalaba, sisi tuliookolewa na Kristo, tunapotazama msalaba tunaliona tumaini. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi natamani sana tunaposhiriki ibada hizi za njia ya msalaba, uone kama msalaba ni tumaini. Ni tumaini la maisha yako. Uone msalaba ni kimbilio lako. Uone msalaba ni wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Changamoto ya umeme isituondoe katika uwepo wa Bwana. Na kwa nini msalaba tunaona ni ushindi ama ni matumaini? Jambo la kwanza, msalaba una nguvu ya kuokoa. Msalaba una nguvu ya kuokoa. Tafadhali, hapa kuna giza, mtu mmoja anisomee Warumi sura ya 5 ile aya ya 8. Msalaba una nguvu ya kuokoa. Warumi sura ya 5 ile aya ya 8. Warumi 5 aya 8. Ndiyo. Bali Mungu aonyeshe pendo lake mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kristo alikufa kwa ajili yetu. Yaani Yesu, sisi leo tunalinga. Sisi leo tunatembea kwenye wokovu. Tunatembea kwenye tumaini kwa sababu anasema Mungu alikuwepo kwa ajili yetu na Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo Kristo alitufia sisi. Kristo hajamfia mtu mwingine. Kristo alikufia wewe. Kwa hiyo tusiishi kama watu wasio na matumaini. Amen. Bali tuishi kama watu wenye tumaini kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo usiishi kama mtu asiye na matumaini. Mtu asiye na matumaini ni mtu ambaye anajaribu kuangalia kesho itakuwaje. Anajaribu kuangalia maisha yake ya wokovu yakoje. Anajaribu kuangalia mwisho wake itakuwaje. Sisi watu wenye ukiishi kama mtu mwenye matumaini, wewe unachotazama ni kwamba kwa sababu Kristo alinifia, magonjwa kwangu yataondoka. Kwa sababu Kristo alinifia, umaskini kwangu utaondoka. Kwa sababu Kristo alinifia, liko tumaini la kuishi kwenye maisha ya duniani na mbinguni, kwa sababu yuko mtu alitufia. Bwana asifiwe. Amen. Tunazungumzia nguvu ya msalaba. Lakini pia msalaba ni uthibitisho wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Msalaba ni uthibitisho wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu dhambi zililipwa pale msalabani. Tukaupata wokovu kupitia msalabani. Hatukuupata wokovu kwa matendo, bali tuliupata wokovu kwa neema. Na ndio maana Biblia inasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na mwanadamu, bali ni upendo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sisi tunapouona msalaba tunajivunia. Msalaba umetuokoa. Msalaba umetutoa gizani.
Msalaba umetutoa kwenye mauti ya dhambi. Msalaba umetukomboa, umetuvusha katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunapotazama msalaba tulione tumaini. Wale waliochoka wanapotazama msalaba waone kupata nguvu. Wale waliokata tamaa wanapouona msalaba waone tumaini jipya. Wale ambao wamerudi nyuma wanapouona msalaba wauone kama ni msaada wao. Ukiutazama msalaba unaona. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maana yake kupitia msalaba tumeokolewa na dhambi, si ndio? Na Biblia inasema katika dhambi isiyosamehewa ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, lakini dhambi nyingine zote zimebebwa na damu ya Yesu. Ukiamini, ukimwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Kristo anasamehe, Mungu anasamehe dhambi. Mungu anasamehe dhambi. Haijalishi umefanya dhambi za namna gani. Uko wakati huu, ni wakati wa mabadiliko, ni wakati wa kuanza maisha mapya, ni wakati wa kutengeneza na Mungu. Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo msalaba tunapotazama tuone kama ni ngao yetu ya ushindi, tuone kama ni matumaini yetu, tuone kama ni ushindi kwetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sababu ya muda nilitamani sana tuishie hapo, kwa sababu ya muda, kwa sababu watu wengine wamefunga na time zimefika, si ndio?